Habari za wakati huu, karibu tena, ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali. Mashariki ya Kati huko bado vita vinaendelea na mashambulizi ya kila upande yanaendelea. Marekani na Israel wakizidi kushambulia, na tumeona kupitia mtandao wa kijamii wa Truth Social, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kwamba sasa wameanza rasmi kufanya mashambulizi kwenye miundombinu ya Iran ya madaraja pamoja na miundombinu ya umeme. Na baada ya kuanza hayo mashambulizi, taarifa nyingine kubwa ambayo kwa sasa bado ni gumzo kubwa ni baada ya jeshi la Iran kufanikiwa kuangusha ndege za kivita za Marekani, lakini pia watu wa Iran kuingia kwenye milima kuwatafuta marubani wa ndege hizo. Na cha kushangaza zaidi ni kwamba taifa la Iran limetangaza dau nono kwa watakaofanikiwa kuwapata hao marubani au wanajeshi wa Marekani, lakini watu wa Iran wao wanasema kwamba wanajitolea kuwatafuta marubani wa Marekani, kwamba wao wanafanya kwa ajili ya nchi yao, hawana shida na fedha wala posho yoyote ile, ila wanachokifanya wanakifanya kwa ajili ya taifa lao la Iran. Kuna video ambazo zimesambaa ambapo wakati wanaume wakiwa wamepanda juu ya milima, wanawake kadhaa nchini Iran katika jimbo la Khuzestan walisalia mwanzo wa maeneo ya milima wakiwa na silaha zao wakisikilizia huenda rubani akatokea maeneo hayo wakati wanamsaka huko katikati ya milima. Fikiria kwamba dau limetangazwa, ila wananchi wanasema wanafanya bure kwa ajili ya taifa lao. Watu wa Iran wamejitoa kwelikweli katika vita hivi, na tunafahamu kwamba usiku Iran watu hawalali, wanakesha na lengo la kukesha ni kuwasapoti wanajeshi wa Iran ambao wanapambana katika vita na Marekani wakishirikiana na Israel. Usiku wa kuamkia leo ulikuwa ni usiku wa 33 ambapo hakuna mwananchi wa Iran ambaye analala nyumbani. Wote wanajazana kwenye square wakishangilia wanajeshi wao wakiwa wanapambana haswa angani. Usiku wa kuamkia leo, Shamagdari ameposti video ya bibi kabisa na fimbo yake akiwa ameingia kwenye maandamano ambapo watu wa Iran wanakesha. Bibi anasema amekuja kwa sababu hataki kuacha uwanja wa vita ukiwa mtupu bila uwepo wake, lakini pia anasema nina nguvu ya ngumi ambayo nina uwezo wa kupambana na maadui, lakini anasema kwamba nimekuja kumlinda kiongozi wangu. Maana yao kubwa ni kwamba Ayatola, imani yao huwa sio wao bali ni kiongozi wao, ndio msingi wa taifa lao. Ndio maana anasema tumekuja kumlinda kiongozi wetu. Wanajua wakiungana hivi kwa pamoja watu wa Iran, haijawahi kuwa rahisi kwa adui kushinda. Kwa hiyo watu wa Iran usiku wa 33, usiku wa kuamkia leo, wakiwa wamekesha, huku msako mkali ukiendelea kuwatafuta wanajeshi wa Marekani ambao wamedunguliwa. Kwa kina zaidi tutaangalia taarifa hii ilikuwaje, lakini pia Tasnim wameripoti kwamba vyombo vya Marekani 5 viliangushwa kwa siku moja. Tutapitia pia taarifa hiyo kwa kina. Sasa Trump alisema kwamba ametangaza kwamba wanaanza kushambulia miundombinu ya madaraja pamoja na umeme. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amejibu jambo hilo. Amesema kwamba kama tungekuwa tunahofia kufa tusingeingia vitani, maana sisi tumezaliwa huru kwenye taifa letu na tutakufa huru ndani ya taifa letu. Hakuna maridhiano, wao wapige miundombinu, sisi tutajenga upya, ila nafasi hii ya kumpiga Marekani hatuwezi kuichezea, tunaitumia vizuri na anafahamu nini tunachomfanyia. Binafsi sihofii kufa, ila Iran haiwezi kufa. Huyo ni waziri wa mambo ya nje wa Marekani akisema kwamba hawajali kuhusu miundombinu kushambuliwa, wana teknolojia kwenye vichwa, hivyo watajenga upya. Sasa kuhusu kushambuliwa kwa miundombinu ya Iran, mnakumbuka kipindi ambacho COVID-19 ilipamba moto duniani.
Katika hali ya mshangao, mataifa ya magharibi wakawaambia Iran kwamba kuna chanjo za bure wanataka kuwapatia watu wa Iran. Unajua nini ambacho walijibiwa? Watu wa Iran walijibu kwamba wanashukuru, ila wao tayari wanazo chanjo zao ambazo zimetengenezwa na watu wao kupitia chuo ambacho wamekilipua jana Marekani. Marekani wamelipua chuo kinachoitwa Pasteur Institute ambapo kina miaka zaidi ya 100. Kupitia wanafunzi wao vioni pamoja na timu ya wanasayansi walijifungia kwenye maabara, walifanya kazi kubwa sana mwaka 2021, wakawa na chanjo yao yenye nguvu sana. Walianza kwa kujaribishwa wanyama, kisha viongozi wote wa taifa hilo, ndipo wakafuata raia. Jana pia Marekani na Israel wamelipua maabara yao kubwa mno ya Iran ambayo inafanya tafiti za dawa na ganzi pamoja na kutengeneza dawa za kutibu saratani, ambapo jana wameshambulia. Lakini pia Iran wanasema kwamba watajenga, kwa sababu ujuzi upo kichwani, so watajenga tena. Lakini katika taarifa nyingine ya kushangaza, ambapo Iran wameushangaza ulimwengu kwa mara nyingine tena, na kuambia kwamba Iran wameushangaza ulimwengu kwa mara nyingine tena. Iran walichokifanya, kwanza wamekataa ombi la Marekani la kusimamisha vita kwa masaa 48 kwa mujibu wa Al Jazeera, ambao wamenukuu taarifa kutoka Fars News Agency, na Iran walipokea ombi hilo kutoka kwa mataifa rafiki, lakini hawajajibu chochote zaidi ya kuongeza mashambulizi. Wamekataa maridhiano, wamekataa kujisalimisha na wamekataa vita kusimama. Kumbuka walisema kwamba wao ndio watakaomaliza vita. Sasa Iran wameshangaza tena dunia kwa kuachia mchoro halisi wa wapi kiwanda kikubwa kabisa cha Artificial Intelligence AI and Data Control kinapojengwa nje ya Marekani huko Falme za Kiarabu. Halafu wakaachia picha za wahusika wote wa makampuni hayo, wakaachia mchoro wa jengo hilo, kisha na location iliyopo, huku akidai kuwa Marekani endapo akigusa tena umeme wa Iran, hapo panafuata kwamba watapashambulia. Pakipigwa hapo, fahamu kwamba itakuwa ni changamoto kubwa sana kwa teknolojia ya Artificial Intelligence au AI. Mwisho wakamaliza kwa kusema, mnaweza kuficha maeneo kwenye Google Map lakini sio kwenye uso wa Iran. Wanaweza kuficha location kwenye Google ila huwezi kuficha kwenye macho yetu. Iran wakasema kwamba huwezi kuficha location hizo kwenye macho yetu. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine vita vimezidi kupamba moto, mashambulizi kila upande yanaendelea. Sasa kuhusu ndege za Marekani kushambuliwa na wanajeshi wao kutafutwa, kuna taarifa ambazo zinadai kwamba mmoja aliokolewa, kwamba katika wale ambao walianguka baada ya ndege za kivita za Marekani kuanguka juu ya Iran, zinadai kwamba mwanajeshi mmoja ameokolewa na ni afisa mmoja aliyethibitisha taarifa hizo. Sasa Iran iliangusha ndege aina ya F-15A Strike Eagle, na afisa mmoja wa Marekani alisema jeshi la Marekani lilikuwa likijitahidi kumpata rubani wa ndege ya pili baada ya gavana wa eneo hilo kutoa zawadi kwa wafanyakazi wake. Sasa ndege ya Marekani ambayo ilihamasishwa kusaidia mission ya ufuataji na uokoaji pia ilipigwa na mashambulizi ya Iran. Zile helikopta ambazo zilikwenda kwa ajili ya kuwatafuta au kusaidia kuwatafuta marubani nazo pia zikashambuliwa, zikadunguliwa. Afisa mmoja wa Marekani alithibitisha na kuambia NBC News wakati akitoa taarifa hiyo. Sasa ndege hiyo, rubani mmoja aina ya A-10 Thunderbolt inayojulikana kama Wasogi ilifika katika anga ya Kuwait, ambapo rubani aliruka na ndege ikaanguka. Afisa huyo alisema kwamba rubani huyo yuko salama na A-10 iko chini Kuwait, kulingana na afisa huyo. Kwa hiyo huyo ambaye alipona alifanikiwa kuingia mpaka anga ya Kuwait akaruka, lakini ndege ikaangukia Kuwait. Kwa hiyo huyo ndio aliyesalimika. Kumbuka helikopta mbili za kijeshi za Marekani aina ya Black Hawk
zilizohusika katika juhudi za ufuatiliaji na uokoaji pia zilipigwa na mashambulizi ya Iran, lakini wanajeshi hawakujeruhiwa kulingana na afisa mmoja wa Marekani. Vyombo vya habari vya Iran vilichapisha picha pamoja na madai kutoka kwa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kwamba kiliangusha ndege ya F-15E. Pentagon na ikulu ya Marekani walikuwa bado hawajatoa maoni yoyote, lakini Iran wakathibitisha kwamba wameziangusha ndege hizo, lakini pia walikuwa wakizidi kuwatafuta wanajeshi wa Marekani. Mmoja wa wahudumu wa ndege ya kivita aina ya F-15E iliyodunguliwa ameokolewa, lakini rubani bado hajulikani wapi alipo. Ikiwa rubani huyo ambaye ni mwanajeshi atakamatwa na Iran, hali hiyo itaongeza mvutano mkubwa kati ya nchi hizo mbili. Kumbuka Iran walitangaza donge nono kwa atakayefanikiwa kumleta huyo mwanajeshi aliyeangukia kwenye milima ya Iran, lakini watu wa Iran wakasema kwamba sisi hata tukimpata tutamleta kusaidia taifa letu bila kuhitaji malipo yoyote. Kumbuka kwamba vita hii pia imekuwa na ukosoaji mkubwa sana ndani ya Marekani na kimataifa, kwamba rais wa Marekani Trump hajatoa sababu thabiti ya kuanzisha vita hiyo wala hajafanikiwa kufikia lengo lake la kubadilisha uongozi wa Iran. Trump amesema kuwa tukio la ndege hiyo kuangushwa halitaasili mazungumzo na Iran. Hata hivyo, hali inaweza kubadilika haraka ikiwa mwanajeshi huyo atakamatwa na Iran. Tunaweza tukaona mambo yakibadilika. Usiku wa kuamkia leo, Israel wamedai kwamba wameshambulia miundombinu muhimu ya Tehran, ambapo jeshi la Israel IDF linasema limekamilisha wimbi la mashambulizi dhidi ya maeneo ya miundombinu ya utawala wa Iran Tehran siku ya Ijumaa. Taarifa mpya ya jeshi inasema ilishambulia eneo la ulinzi wa anga ambapo makombora yaliyokusudiwa kulenga ndege yalihifadhiwa pamoja na eneo la kijeshi ambalo linahusika na kuhifadhi taarifa za kitafiti za utawala. Mashambulizi haya yaliyokamilika ni sehemu ya awamu inayoendelea dhidi ya mifumo na msingi muhimu wa utawala wa Iran, IDF inasema. Awali iliarifiwa kwamba jeshi la Israel linasitisha kwa muda mashambulizi yake dhidi ya kusini mwa Iran, wakati juhudi za kumtafuta mwanajeshi wa ndege ya kivita ya Marekani aliyepotea zikiendelea. Wakati huo huo, milipuko mikubwa imesikika mashariki mwa mji wa Tehran, kwa mujibu wa vyanzo viwili ambavyo vimetoa taarifa kwa Reuters, lakini pia zaidi ya watu watatu pia ambao walitoa taarifa wamesikia ndege za kivita zikiruka angani usiku wa kuamkia leo. Nilikwambia hapa Tasnim walitoa taarifa mapema kabisa kwamba mali 6, sio 5 tena, ni mali 6 za anga za Marekani na Israel zilianguka katika anga ya Iran kwa siku moja, ambapo kwa ufupi zaidi taarifa hii ya Tasnim ilikuwa inasema kwamba kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kilisema vitengo vyake vya ulinzi wa anga viliangusha ndege ya kivita na mifumo 5 ya angani isiyo na rubani au ya kusafiri kwa siku moja, na kuita siku ya giza kwa vikosi vya anga vya Marekani na Israel. Katika taarifa iliyotolewa Ijumaa usiku, IRGC ilielezea mapigano makubwa ya angani dhidi ya Iran, ambapo vikosi vyake vya ulinzi wa anga vilizuia malengo mengi ya adui katika maeneo kadhaa, ikisisitiza kwamba operesheni hizo zinaonyesha kuongezeka kwa udhibiti wa anga ya nchi hiyo, huku kukiwa na uchokozi unaoendelea kati ya Marekani na Israel. Katika vita vikali na vya kudumu, walinzi wa anga wa Iran waliangusha ndege moja ya kivita na mifumo mingine 5 ya angani, na kuashiria siku ya giza kwa vikosi vya anga vya Marekani na Israel angani mwa Iran, IRGC ilisema. Kulingana na taarifa hiyo, jeshi la anga la IRGC lilifanikiwa kuzuia na kuharibu makombora mawili ya kitalii angani ya Khomeini na Zanjan, ndege mbili ambazo hazina rubani za MQ-9 juu ya Isfahan, pamoja na ndege moja isiyo na rubani ya Hems juu ya Bushehr. Inasemekana kwamba uvamizi huo ulifanywa kwa kutumia mifumo ya ulinzi wa anga ya hali ya juu inayofanya kazi chini ya mtandao jumuishi wa ulinzi wa anga wa Iran.
IRGC ilisema zaidi kwamba vitengo vyake vya ulinzi wa anga pia vilifanikiwa kuangusha ndege ya kivita ya hali ya juu katikati mwa Iran. Iliongeza kuwa kwa ufuatiliaji endelevu wa ubunifu endelevu na sahihi wa vikosi vya ulinzi wa anga vya Iran, anga la nchi hiyo litakuwa hatari zaidi kwa ndege hatari. Marekani na utawala wa Israel walianzisha kampeni kubwa ya kijeshi isiyo na uchochezi dhidi ya Iran kufuatia mauaji ya kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu wa wakati huo Ayatollah Said Ali Khamenei pamoja na makamanda kadhaa wakuu wa jeshi na raia mnamo tarehe 28 ya mwezi wa pili, na kupelekea vita vikubwa ambavyo mpaka sasa vinaendelea. Mashambulizi hayo yamehusisha mashambulizi makubwa ya angani katika maeneo ya kijeshi na ya kiraia kote Iran na kusababisha vifo vikubwa na uharibifu mkubwa wa miundombinu. Katika kujibu, vikosi vya jeshi la Iran vimefanya operesheni za kulipiza kisasi vikilenga ngome za Marekani na Israel katika maeneo yaliyokaliwa na katika kambi za kikanda kwa mawimbi ya makombora pamoja na ndege ambazo hazina rubani. Mengi nitazidi kukuhabarisha hapa kwa kina zaidi, na kama rubani huyo atapatikana basi mwelekeo wa vita utabadilika. Mengi nitakujuza hapa kubwa. Endelea kukaa karibu nasi, lakini pia tuachie maoni yako, una jambo lipi katika mzozo huu ambao unaendelea Mashariki ya Kati.